Naitwa Elias John Mdao, ni mwananchi natokea wilaya ya Kongwa, mzaliwa wa Kongwa. Kama mwananchi wa kawaida na mmoja wapo ya mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, napenda kuzungumzia bajeti ya serikali ambayo imepitishwa jana na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kishindo sana. Katika bajeti hii napenda kuzungumzia, imegusa maeneo mengi, ila mimi kwa namna nilivyokuwa nafuatilia uwasilishwaji wake kuanzia wizara moja moja mpaka bajeti kuu, nipenda nizungumzie eneo moja tu au maeneo mawili. Nimeona katika bajeti ya mwaka 2025-26 kwa kiwango kikubwa sana imegusa swala la sehemu ya kilimo, sekta ya kilimo. Hasa ndio ambayo mimi kama mwananchi, mbali na kupongeza Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Spika Dr. Tulia Ackson, na nawapongeza wabunge wote kwa kupitisha kwa kishindo bajeti, ila katika haya yote napenda kuipongeza sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, hasa katika kuinua kilimo. Ukifuata bajeti za miaka yote kuanzia 2021 mpaka 25, bajeti ya kilimo imezidi kuwa inaongezeka mwaka hadi mwaka. Ilikuwa mwaka 2021 ilikuwa nafuatilia ilikuwa kama bilioni 294, lakini kwa mwaka huu imekuwa karibia 1.9 trilioni. Tayari hiyo ni asilimia karibia 200 na ya kukua kwa bajeti. Na mahususi kabisa serikali ambapo inajua kabisa katika nchi hii ya Tanzania asilimia zaidi ya 90 tunategemea kilimo. Kwa hiyo lazima mkazo mkubwa ndio maana umewekwa pale. Mbali na sekta nyingine zimeongezewa bajeti maradufu kuanzia miundombinu na elimu, lakini hasa mimi nimependa kuzungumzia kilimo kwa sababu ndilo eneo ambalo linatugusa wote. Kwa sababu katika kilimo ukiona maongezeko haya, watu wengi ndio uti wa mgongo wa nchi yetu hii. Kwa hiyo kwa ujumla naipongeza sana serikali kwa kuwasilisha bajeti ambayo inagusa moja kwa moja maisha ya wananchi, na pia nalipongeza Bunge kwa kupitisha bajeti kwa kishindo bila kikwazo chochote. Lakini bajeti ya mwaka huu ina mlengo mwingi sana. Kwanza tunafahamu mwaka huu tuna mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo kipaumbele cha kwanza walipokuwa nawasilisha bajeti kilikuwa kinalenga namna ya kugharamia uchaguzi, na kama alivyosema Waziri wa Fedha kwamba uchaguzi wetu mkuu kwa asilimia 100 utagharimiwa na bajeti ya nchi. Na ukiangalia vile bajeti hii vile imeendelea katika ule muendelezo wa kugusa miradi ya kimkakati ambayo kuanzia awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli aliacha miradi mikubwa sana. Kwa hiyo serikali kila mwaka ilizidi kuwa inaongeza fedha nyingi kuhakikisha ile miradi yote iliyoanzishwa na mingine mipya inayoanzishwa inaendelea kugharamiwa. Hiyo inaitwa miradi ya kimkakati. Lakini pia tukiangalia mwakani tuna jambo kubwa. Nchi yetu imepata bahati ya kuwa mwenyeji wa AFCON. Kwa hiyo katika kila bajeti inazidi kuongeza fedha kwa ajili ya kutengeneza mazingira rafiki na miundombinu kwa ajili ya kuhost hiyo AFCON 2027. Kwa hiyo bajeti hii kuna bilioni karibia 178 ambayo inaenda mbali na ile miradi mingine ya viwanja inayoendelea kutengenezwa, lakini inaenda kuimarisha kutengeneza mazingira rafiki kwa ajili ya michuano hiyo. Kwa hiyo kwa ujumla kuna vitu vingi sana ambavyo vimezungumzia, na tukirudi katika utaratibu tu ule wa bajeti ya serikali ambayo imegusa kila eneo, lakini kuna maeneo ambayo serikali inayaangalia. Hata ukifuatilia hotuba ya uwasilishwaji ya Waziri wa Fedha, hotuba ya kuhitimisha, na wabunge walivyokuwa wanachangia walikuwa wanasisitiza kwamba lazima bajeti ile inayopitishwa iweze kuaksi maisha ya wananchi. Pia mbali na hiyo bajeti kupitishwa, mimi ninaoni kidogo kwa serikali imekuwa inatenga bajeti na bajeti inaenda inatekelezwa, lakini kuna maeneo inakuwa haitekelezwi kwa kikamilifu. Na nadhani hata wabunge wengi walikuwa wanazungumzia kwamba kama wamepitisha labda trilioni 1.2 basi zihakikishe ziende zote. Ingawa bajeti ikishapitishwa kutokana na mipango, pesa zinaweza ziende zote kwa pamoja, lakini inakuwa ni jambo lile ambalo ina carry on mwaka mwingine. Ukichukulia kwenye kilimo mwaka 2024-25, bajeti iliyokuwa imepitishwa ilikuwa trilioni 1.2, lakini katika fedha ambazo zilienda kule kwenye kutekeleza kutokana na mipango kazi ambayo ipo ilikuwa karibia asilimia 53. Kwa hiyo ni maoni yangu kwamba sasa serikali
kile ambacho inakuwa wabunge wamefanya kazi ya kupitisha, serikali imeandaa, basi chote kiende katika mwaka ule wa bajeti ambao umepangwa. Hata kama kutakuwa kuna mapungufu kidogo kutokana na mipango kazi ipo, lakini angalau tufikie sasa kama bajeti ya kilimo iende kama zaidi ya 90% ili yale malengo hasa ambayo serikali inakusudia kusaidia wananchi yaweze kutimia. Kwa hiyo hayo mimi ndio maoni yangu kwa bajeti ambayo imepitishwa serikali jana, lakini kwa namna moja au nyingine naipongeza serikali hasa kwa kutengeneza bajeti ambayo iko inagusa kila mwananchi, yawe uchumi wa chini, wa kati au wa juu. Ni bajeti ya mwananchi wa chini, tunaweza tukazungumza kwa lugha hiyo, lakini ni bajeti ambayo inagusa maisha ya wananchi. Vile vile nilivyozungumzia hivi vitu vingine kama upande wa michezo, serikali tu ilivyoona kwamba ilivyofanya tuna hosti, lakini mbali hata na hivyo kwa miaka yote hii, tukichukua miaka 4 iliyopita, serikali imekuwa karibu sana na kuhakikisha swala la michezo linapewa kipaumbele. Miaka yote hata kuanzia mwaka juzi, mwaka jana, kuna bajeti ilikuwa inatengwa kila mwaka ya kuboresha miundombinu ya michezo. Kwa hiyo kiujumla serikali inaipongeza sana, ambayo serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan chini ya Chama cha Mapinduzi, kwamba ni serikali imekuwa ikitekeleza kile ambacho inakizungumza. Serikali ikitekeleza kile inachokizungumza, na serikali ilikuwa ikitekeleza hasa yale maoni ya wananchi, na hakikisha ile bajeti inaenda kugusa, kwa sababu hizi ni fedha ambazo zinakusanywa, ni fedha za wananchi, na zinavyoenda zinagusa maeneo yote. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa wigo mpana sana. Kuna haki ya mtu kuchagua, kuna haki ya mtu kuchaguliwa. Vile vile hata tukirudi kwenye Chama cha Mapinduzi, nayo hiyo haki nayo imetamkwa humo ndani. Na mimi binafsi yangu kabisa, kutokana na msukumo wangu mimi mwenyewe na kuona mambo ambayo yanafanyika ndani ya serikali hii ya Chama cha Mapinduzi, na mpango, naweza nikasema na mpango pale serikali ya Chama cha Mapinduzi itakavyofungua dirisha la watu kutia nia, na mpango huo na mimi niingie katika kuchukua fomu ya kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi kwa jimbo la Kongwa. Mimi kama nilivyosema mwanzo, mimi ni mzaliwa wa Kongwa, natokea katika kata ya Matongoro. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba na mimi nimo katika kutimiza haki yangu ya kikatiba na haki yangu kama mwanachama hai wa Chama cha Mapinduzi. Na dhamira ni ile kutokana na mambo ambayo serikali inaendelea kuyaibua na kuyawekea msisitizo mkubwa. Kwa hiyo na mimi nikaona kwamba ikifika muda serikali, Chama cha Mapinduzi kikishafungua dirisha, basi na mimi nitakuwa ni mmoja wapo ya wanachama ambao nitashiriki upande huo wa kuomba ridhaa ya kuchaguliwa, kwa sababu miaka yote mimi nachagua wengine, lakini mwaka huu nina dhamira hiyo ya kwenda kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba ridhaa ya Chama cha Mapinduzi. Kama nitapitishwa, basi niende kusaidia hizi juhudi ambazo zimewekewa mkakati mzuri, na hizi bajeti ambazo zinapangwa vizuri za kwenda kugusa maisha ya wananchi.